Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia swala ambalo lilitokea hapo karibuni ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemwasili mtoto mchanga wa kike aliyetelekezwa mjini Nzega mkoani Tabora. Mtoto huyo amepewa jina la Grace Samia Suluhu na sasa yuko chini ya ulinzi wa malezi ya familia ya Rais. Kuanzia Machi 11 mwaka 2026, Rais Samia Suluhu Hassan alimkaribisha rasmi mtoto mchanga wa kike katika makazi yake Ikulu Chamwino, Dodoma. Mtoto huyo alikuwa ametelekezwa mjini Nzega mkoani Tabora na alikabidhiwa kwa Rais na mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwaki Tukai. Mkuu wa wilaya Tukai alieleza kuwa mtoto aliokotwa Januari 17 mwaka 2026 katika eneo jirani na nyumba ya wageni ya Kasulu Nzega mjini. Baada ya kupokea taarifa, alishirikiana na jeshi la polisi kumchukua mtoto na kumpeleka hospitalini kwa uchunguzi na uangalizi wa afya. Juhudi za kumtafuta mama yake au familia yake zimeendelea bila mafanikio hadi sasa, na Rais Samia amemkaribisha mtoto huyo katika familia yake na kuahidi kumpatia malezi, ulinzi na huduma zote muhimu ili akue katika mazingira salama na yenye upendo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Rais Samia alisema, "Wanaotupa watoto hawajui wanalolifanya. Kuliko kumtupa mtoto, ni afadhali ukamkabidhi katika mamlaka za kisheria au kituo cha kulelea watoto. Kila mtoto aliyezaliwa ni hazina na hatujui kesho yake." Mtoto amepewa jina la Grace Samia Suluhu, jina ambalo linaonyesha huruma na upendo wa rais kwa mtoto huyo. Tukio hili linakuja katika muktadha wa changamoto kubwa ya watoto wanaotelekezwa nchini Tanzania, na kulingana na data za hivi karibuni kutoka vyanzo huru kama UNICEF, ambapo Tanzania iliripoti mwaka 2024 na mwaka 2025, inasema zaidi ya watoto 2000 mpaka 3000 wanaotelekezwa kila mwaka, wengi wao wakiwa wachanga chini ya miezi 6. Pia kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Wazee na Watoto, ripoti ya mwaka 2025 inaonyesha kuwa mikoa ya Tabora, Shinyanga, Geita na Mwanza inaongoza kwa visa vya kutupa watoto, na mara nyingi kwa sababu ya umaskini, mimba nje ya ndoa au shinikizo la kijamii. Na kupitia LHRC, yani Legal and Human Rights Center, katika taarifa yao ya Januari mwaka 2026 inasema kuwa visa vya kutupa watoto vimeongezeka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 kutokana na mvutano wa kiuchumi na kijamii. Mkuu wa wilaya ya Tukai alifanya hatua sahihi kwa kumpeleka mtoto hospitalini na kushirikiana na polisi, lakini juhudi za kumtafuta mama hazijafanikiwa. Hali inaonyesha mara kwa mara katika visa hivi. Rais Samia kuchukua hatua ya kumwasili mtoto ni ishara ya huruma ya kibinafsi na uongozi wa mfano, lakini pia inaonyesha pengo kubwa katika mfumo wa kulea watoto yatima na wanaotelekezwa. Jina la Grace Samia Suluhu lina maana kubwa. Grace inamaanisha neema au baraka, na kuunganisha jina la rais linaonyesha kuwa mtoto huyo sasa ni sehemu ya familia ya rais, hivyo kupata ulinzi wa hali ya juu. Tanzania ina sheria na sera nyingi za kulinda watoto, kama sheria ya mtoto ya mwaka 2009, sera ya mtoto ya mwaka 2008, lakini utekelezaji unakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii. Kulingana na data za Wizara ya Afya na UNICEF, takriban 60% ya watoto wanaotelekezwa hupatikana katika mikoa ya Magharibi na Kaskazini, kwa mfano Tabora, Shinyanga na Geita. Vituo vya kulelea watoto yatima, Children's Homes, vinakabiliwa na upungufu wa fedha na wafanyakazi, hivyo watoto wengi huishia mikononi mwa familia za kulea au serikali. Rais Samia amekuwa akionyesha mwelekeo wa huruma kwa watoto yatima, ambapo mwaka 2023 walitoa misaada kwa vituo vya yatima, na hatua hii ya kumwasili mtoto ni mfano wa kibinafsi. Kauli yake, "Kila mtoto ni hazina," inaungana na kauli za kimataifa kama UN Convention on the Rights of the Child zinazosisitiza kuwa kila mtoto ana haki ya kulindwa na kupata malezi salama. Hatua ya Rais Samia kumwasili mtoto Grace ni historia na ya kimfano. Inatoa ujumbe mkubwa kwa jamii. Mtoto yoyote aliyetelekezwa ana thamani na anaweza kupata upendo na ulinzi.
Kauli yake, kuliko kumtupa ni afadhali ukamkabidhi kwa mamlaka, ni wito wa moja kwa moja kwa wale wanaokabiliwa na shinikizo la kutupa watoto. Hata hivyo, tukio hili linaonyesha pengo kubwa katika mfumo wa jamii. Watoto wengi wanaotelekezwa hawapati bahati kama hii. Tanzania inahitaji kuimarisha vituo vya kulelea watoto, elimu ya jamii kuhusu haki za mtoto na kuweka sheria kali zaidi dhidi ya kutupa watoto. Hatua ya rais inaweza kuwa chachu ya kampeni ya kitaifa ya kuelimisha na kulinda watoto yatima na wanaotelekezwa. Inatoa matumaini kwamba hata katika wakati mgumu wa kisiasa na kijamii, huruma na upendo vinaweza kushinda. Wasikilizaji, tukio hili ni hadithi ya matumaini na wito wa hatua. Tutaendelea kufuatilia maendeleo ya mtoto Blessy na juhudi za serikali katika kulinda watoto wanaotelekezwa. Na wewe ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, una maoni gani kuhusiana na tukio hili la Rais Samia kumwasili mtoto huyu Blessy na kumfanya kama mtoto wake, na alisema kuwa ataweza kumpa hata baadhi ya ulisi kwa kuwa tayari ni mpati ya familia ya Samia Suluhu Hassan? Wewe nini maoni yako kuhusiana na tukio hili?